Mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa kampeni za Freeman na jukumu la kampeni liliisha baada ya matokeo kutangazwa. Sasa usaliti ni endapo kabla ya matokeo kutangazwa ningeama bloku. Lakini matokeo yakitangazwa mshindi amepatikana, kinarudi kinakuwa chama hiki kimoja. Sasa usaliti hauwezi kuwepo. Otherwise labda uniambie kwamba tulikuwa tuna mpango wa kuasi na kukihujumu chama. Lakini kwa maana election process imetimia yote nikiwa kwenye upande huo mmoja na wenzetu wakashinda na mimi nilikuwa vile vile ukiondoa tu kwenye kampeni coordinator, organizer, msimamizi kama mwenyekiti wa kampeni, nikabahatika yeye akaniamini kuwa wakala wake kwenye uchaguzi huo. Kwa hiyo nimeshuhudia na matokeo kwa kula moja moja ambao wajumbe wako ukumbini kuhesabu kula moja moja. Sasa mimi at least si mtu ambaye ningeyumba kwa sababu ni shuhuda ambaye nimeona kama Tomaso, nimeona kwa jicho langu kwamba moja tumejinadi, tumefanya mikakati, lakini vile tumeenda ukumbini watu wamepiga kula zetu hazikutosha, za mwenzetu zikatosha. Procedure ya uchaguzi ikahitimishwa ukumbini mle. Yaani hapa kuwa mle tena kundi litakuwa liendelee. Kwa katiba yetu ya Chadema uchaguzi ukiisha, mkiwa na kikundi na mkawa mnapanga mipango yenye ya kuashiria kujipanga na uchaguzi mbeleni, kwa mujibu wa katiba ya Chadema ni kosa. Kwa hiyo uchaguzi unapofunguliwa na taasisi ya chama, kwa maana msimamizi wa uchaguzi ambaye ni katibu mkuu, unakuwa ni uchaguzi official. Na katibu mkuu na vyombo vya uchaguzi vikimaliza kuhitimisha mshindi ni fulani, A ndo mshindi, B ameshindwa, hitima ya uchaguzi inaisha pale pale. Sasa kitendo chochote cha kuendelea na makundi ya uchaguzi baada ya uchaguzi ni uasi ndani ya chama na ni hujuma dhidi ya chama, na katiba yetu inaonyesha ni moja ya kosa kubwa sana. Lakini nikwambia uchaguzi wa 2025 Januari wa Chadema ambao mimi ndio nilipewa jukumu hilo, ulikuwa ni uchaguzi mgumu sijawahi kuuona. Kwanza lazima tukiri kwamba upepo wetu hakuwa vizuri. Hata timu ya wenzetu kutushinda kwa kula 32, nafikiri tunahitaji pongezi. Hamna mtu atakiwa asimame anyoshe kidole kwamba tumeshindwa, kwa sababu kwanza lika la vijana kwa mfano ndani ya chama tu ile Bavicha yote haikuwa upande wetu. Tafsiri yake Gen Z, yani kizazi cha Gen Z, ilikuwa kuja sisi kunadi mgombea wetu na kunadi sera zetu. Hawatuelewi. Sawa sawa. Lakini vile vile nje na kwenye mitandao ya kijamii kuna mtu blaza anaweza akatoka ukamwambia tusaidie. Mimi nilikuwa nasimamia kampeni. Kuna watu kwa tuna approach individually kuwaomba saidia kuposti bango la mgombea. Mtu anaona kama vile kujipakaza kitu cha ajabu sana, kujipakaza matope. Ikafika stage hata watu wetu wa karibu wanaogopa kujitanabaisha kwamba wako karibu na mtu fulani au mgombea fulani ambaye ni Mbowe. Na ikafika stage hata hao wa kwetu ambao tuko tunafikiri ni wa kwetu, yuko tayari akupigie kula lakini si hadharani aonekane huyu ni mtu fulani. Kwa hiyo inaashiria kwamba sisi tulikuwa kwenye bonde. Wenzetu Lissu walikuwa na upepo mzuri, frankly speaking, kutoka tu katika akili ya kawaida. Na hata moja ya mikakati na mbinu tulizotumia ni kwanza kuzifanya kampeni za hizi za public tulikuwa tushalemewa. Ilikuwa ni kampeni sasa za kutafuta mtu individual kura chini. Na wasichokijua watu katika uchaguzi ule, mimi nasema tungekuwa na tunzo ningepata. Mimi nilifanikiwa katika wajumbe 1000 kama na 100, tuseme wajumbe 1000 na plus 1110, kati ya 1110 mpaka 1100 ndio expected wajumbe. Lakini inawezekana ukumbini walihudhuria wachache, lakini tulikuwa tunatarajia kuwa na wajumbe 1100. Katika wajumbe 1100 mimi mpaka siku asubuhi tunaenda kuamka kwenye uchaguzi, mkononi na wajumbe 700. Na mgombea wangu nimefanikiwa kuona waonane nao. Moja, ukumbi wa kwanza tukakodi ukumbi Mbezi, stendi ya Magufuli, pale alionana na wajumbe kama 300 au 400. Ukumbi wa pili hoteli ya Marriott, akaonana na wajumbe kama 250 300. Ukumbi mwingine ndogo tulikuwa na ukumbi wa watu wa Serengeti kule TRA Mwenge, kuna hoteli pale ilikuwepo, palikuwa na ukumbi wa watu kama 50 60 walikuwa wamekaa pale. Na ukumbi wa mwisho ulikuwa ni upande wa wenzetu wa Unguja na Pemba, Zanzibar walikuwa Manzese. Na huo ni kwa sababu kumbuka kwamba mwenyekiti alikuwa bado ni mwenyekiti lakini ni mgombea. Alimaliza shughuli zake za kusimamia baraza kuu siku ya uchaguzi. Ilikuwa by saa 2 usiku saa 3. Kwa mimi nimekuja kuonana naye by saa 4. Kwa hiyo nimemtembeza kwenye makundi yote matano kuonana na wajumbe 700 ambao wajumbe wametoka mikoani, nimewapokea, nimewaratibu, nimeorganize, nimewakusanya 700. Of which kaashiria kama vile asubuhi ushindi wa kwetu ulikuwa ni likely kupata. Sasa
iko hoja hapo inaongelewa, huyu anasema kiufundi, inawezekana mtu anaongea hivyo vile vile hajui. Iko hoja kwamba je, ilikuwa ni vizuri wale wajumbe tunapoonana nao tuwape hela ili watupigie kula asubuhi au tusiwape pesa? Sisi watu wa karibu wa Freeman tulikubaliana tusiwape hata 100 na hakuna mjumbe alipata hata shilingi 100. Ila kuwakusanya kuonana nao alionana nao na akaongea nao. Ila kwa maana mjumbe tumpe labda tulivyokutana na ile kundi la 300 400 tuwe na bulungutu la hela tutoe laki laki, hakuna. Na mimi kama Boniface Jacob kama analaumiwa, utasikia talaumiwa kwa sababu hakutoa fedha mgombea na sikumruhusu atoe. Na hakuna mjumbe atasimama hapa kwamba mimi nilienda ukumbini, timu ya Freeman ilinipa 100,000 au 200,000 nitoe. Hakuna hilo jambo. Na kwa sababu moja tu, upande wenzetu wa pili walikuwa technically washatuwini kwa sababu walitutanabaisha sisi kutuonesha kwamba kuna serikali na mkono wa serikali au mwenyekiti wa CCM anatudhamini sisi kundi ambalo tunapambana na upande wa pili. Sasa wewe ukienda kutoa hela technically unaenda kudhibitisha kwamba nyinyi mmefadhiliwa na serikali. Kwa weza unazo au hauna, lakini haukuwa muda sahihi wa wewe kutoa hela. Kwa hiyo makubaliano ya mimi kama mwenyekiti wa kampeni ni kuweka msimamo, hakuna kutoa rushwa hata shilingi 10,000. Tuongee nao, wanatufahamu, tuwasiliane nao, tuwaombe kula, na baada hapo tuliondoka. Kwa hiyo tulianza kundi la kwanza Mbezi, tukaondoka na msafara wa magari. Tukatoka kundi la pili Marriott Hoteli, kundi la tatu tukaenda TRA Mwenge. Tulivyotoka TRA Mwenge tukaenda Magomeni kwa watu walikuwa pale wa Makurumla. Magomeni pale kuna hoteli nisikumbuki inaitwaje, karibu na shule ya sekondari Makurumla. Tukaenda kundi la pale la Unguja, na kundi la mwisho la Pemba lilikopo liko Manzese hapa karibu na ukumbi unaitwa ukumbi gani, Mlina nafikiri wa Manzese, kundi la mwisho. Kwa hiyo hayo makundi yote tulionana nayo usiku, na mind kwamba namba ni watu 700 na uchaguzi ni namba. Kwa hiyo tuliamini tukaweza kushinda. Lakini kwa maana kutoa fedha ulikuwa sio muda timing nzuri, kwa sababu wenzetu walituwahi kuonesha kwamba kama fedha itatoka basi wanafadhiliwa na wanasaidiwa na wanzao wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo haijalishi ukishapigwa blaza hiyo propaganda, haijalishi hela unayo au huna, hata ukitoa ya kwako, picha halisi watu wataamini mahela yote umetoa wapi. Wajumbe 1000 ukionga laki laki ni shilingi ngapi? Au waonge laki 200 ni shilingi ngapi? Utathibitisha hiyo hela unatoa wapi? Alafu kisha shinda ndani ya chama unarudishaje hizo fedha? Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kampeni yalikuwa ni maoni yangu na nilisimamia msimamo kwamba tusitoe 100 hata 100 na tukutoa 100. Na hakuna mtu kusema kwamba labda ilifika afu sikutoa. Ilikuwa ni makubaliano yetu. Hakuna mtu kusema labda nimeenda kudanganya tumetoa afu hawajapewa. Hapana, ni makubaliano kwenye vikao vyetu vya ndani vya timu. Hakuna kutoa hata shilingi 100 kwa sababu ya mazingira ya kisiasa sio mazuri. Na la mwisho msilolijua, ndio maana sisi ambao tunajua ule uchaguzi unatuona yani